Watu wengi bila shaka mlikuwa mnasubiri kwa hamu sana kusikia matokeo ya ule mkutano au kikao kati ya viongozi wa Marekani pamoja na Ukraine pamoja na wale viongozi wa kule Saudi Arabia, mazungumzo ambayo yamefanyika mjini Jeddah, Riyadh pale nchini Saudi Arabia, yakisimamiwa na kiongozi au mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambapo pamoja na mambo mengine mjadala mkubwa zaidi ulikuwa ni namna ambavyo Ukraine watakubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Urusi, lakini pia kukubali baadhi ya maeneo ambayo yalichukuliwa na Urusi kuwa sehemu ya Urusi, maeneo yaliyochukuliwa 2014 na maeneo ambayo yamechukuliwa mwaka 2022 na yale ambayo yameendelea kuchukuliwa hivi sasa. Sasa katika taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba limetolewa tamko la pamoja kuhusu matokeo ya mkutano wa wajumbe wa Ukraine pamoja na Marekani mjini Jeddah, ambapo Ukraine imekubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30, ambapo Marekani imetangaza kwamba itarudisha tena huduma za usaidizi wa internet pamoja na masuala ya ujasusi pale nchini Ukraine. Leo mjini Jeddah, Saudi Arabia, chini ya uangalizi mwema wa mrithi wa kiti cha ufalme Mohammed bin Salman, Marekani na Ukraine zimechukua hatua muhimu kuelekea kurejesha amani ya kudumu nchini Ukraine. Wawakilishi wa mataifa yote mawili wamepongeza ujasiri wa wananchi wa Ukraine katika kuilinda nchi yao na wamekubaliana kuwa sasa ni wakati wa kuanzisha mchakato wa kuleta amani ya kudumu katika taifa hilo. Ujumbe wa Ukraine umesisitiza shukrani kubwa kwa wananchi wa Ukraine, lakini pia kwa rais wa Marekani Donald Trump, bunge la Marekani na wananchi wa Marekani kwa kuwezesha maendeleo yenye maana kuelekea amani hapo katika taifa la Ukraine. Ukraine ilionyesha utayari kukubali pendekezo la Marekani la kutekeleza kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30, hatua inayoweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote. Hata hivyo, utekelezaji wake unategemea kukubali kutekelezwa kwa wakati mmoja na shirikisho la Urusi. Marekani itawasilisha kwa Urusi kwa ushirikiano wa pande zote mbili, ambapo wanaye mpango wa kumaliza mgogoro ambao umedumu kwa kipindi kirefu zaidi. Marekani itarejesha mara moja msaada wa kiusalama kwa Ukraine pamoja na kuondoa usitishaji wa ushirikiano wa kiintelijensia kupitia CIA. Wajumbe wa pande zote mbili wamejadili umuhimu wa juhudi za misaada ya kibinadamu kuwa sehemu ya mchakato wa amani, hususani wakati wa usitishaji mapigano ambao umetajwa. Hatua hizi ni pamoja na kubadilishana wafungwa wa kivita, kuachilia huru raia waliokamatwa na kuwarejesha watoto wa Ukraine ambao walilazimika kuondoka nchini Ukraine kutokana na mapigano hayo. Pande zote mbili zilikubaliana kuteua timu zao za mazungumzo na kuanza mara moja mazungumzo ya kuleta amani ya kudumu ambayo itahakikisha usalama wa muda mrefu nchini Ukraine. Marekani imeahidi kujadili mapendekezo haya mahususi na wawakilishi wa Urusi, ambapo ujumbe wa Ukraine umesisitiza kuwa washirika wa Ulaya wanapaswa kushirikishwa katika mchakato huu wa amani. Hatimaye, marais wa mataifa yote mawili walikubaliana kuhitimisha haraka iwezekanavyo makubaliano ya kina kuhusu maendeleo ya rasilimali muhimu za madini za Ukraine ili kukuza uchumi wake, kusaidia gharama za msaada wa Marekani pamoja na kuhakikisha ustawi wa muda mrefu na usalama pale nchini Ukraine. Kimsingi hiki ndicho ambacho kimejadiliwa huko, na katika muktadha wa kivita sasa, tamko hili la pamoja linaonyesha juhudi za kidiplomasia kati ya Ukraine pamoja na Marekani kwa ajili ya kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo ya amani. Kwa hiyo kuna vipengele kadhaa muhimu vya kijeshi pamoja na kiusalama katika tamko hili. Kwanza ni usitishaji wa mapigano yenyewe siku 30 kwa maana ya ceasefire, ambapo Ukraine imekubali pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 ambalo linaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Mnakumbuka kwenye moja kati ya matamko ambayo yalitolewa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, yeye alisema kamwe hawezi kukubali kusitisha mapigano kwa muda. Anachohitaji yeye ni kuhakikisha kwamba wanapata ule uhakika kwanza wa kupambana na Urusi kwa kupewa silaha. Marekani akasema sisi tunachohitaji ni msitishe mapigano, na wakati wa usitishaji wa mapigano ni kwamba Ukraine pamoja na Urusi pamoja na Marekani na hiyo Riyadh, Saudi Arabia na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya yatashiriki sasa kwenye kuangalia namna gani ambavyo hakutarudiwa tena mapambano. Hata hivyo, utekelezaji wake sasa ni moja kati ya changamoto kubwa, kwa sababu utekelezaji wake unatarajiwa majibu yatakayotolewa na Urusi. Maana Urusi wenyewe walisema wameshatoa nafasi nyingi sana za kusitisha mapigano, za kutafuta suluhu ya amani, lakini Ukraine walikuwa wanagomea. Kwa hiyo matarajio makubwa hapa ni kutoka Urusi. Je, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin atakubaliana na hiki ambacho kimezungumzwa? Lakini jambo hili katika mtazamo wa kijeshi ni kwamba inaweza ikawa ni mkakati wa muda wa kupunguza kasi ya mapigano
mapigano, huku pande zote mbili zikijiandaa na hatua zijazo, kwa sababu Ukraine mnafahamu hivi sasa ameongeza ushirika wake na Uingereza, kaongeza ushirika wake na Ufaransa, lakini Marekani ameonekana ni mtu ambaye anataka kujiondoa kutokana na kile kiburi au jeuri ya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Kwa hiyo huenda wakawa wanatengeneza mpango wa kusema wanasitisha mapigano, lakini kumbe mwisho wa siku wanahitaji kutengeneza mazingira mengine ambayo yanaweza yakawaletea madhara watu wa pale nchini Urusi. So hili ni moja kati ya jambo nyingine ambalo nadhani tunahitaji kuweza kulijadili kinaga ubaga juu ya kile ambacho kinaendelea. Lakini pia kitu ambacho kimejadiliwa kiundani zaidi ni kuondolewa kwa vikwazo vya kiusalama, kwa maana ile security assistance resumption. Maana Marekani imesema itarejesha mara moja msaada wa kijeshi na kiintelijensia kwa Ukraine. Hii ina maana kwamba Ukraine sasa itaanza tena kupokea taarifa za kipelelezi kutoka Marekani pamoja na msaada wa silaha au vifaa vingine vya kijeshi. Kwa mtazamo wa kivita, hii ina faida kubwa kwa Ukraine, kwani inaimarisha uwezo wake wa kijeshi ikiwa Urusi haitakubali usitishaji wa mapigano. Sasa changamoto ambayo inakuja kwamba tafsiri ya hiki ni kwamba pande zote zimekubaliana kuanzisha timu za mazungumzo ili kufanikisha makubaliano ya amani ya kudumu, lakini bado changamoto itakuwa ni Urusi watakubali. Marekani pia itashirikiana na Urusi moja kwa moja kwenye mazungumzo, jambo ambalo linaweza likaathiri kwa kiasi fulani mwelekeo wa kivita pale nchini Ukraine. Hili ni jambo jingine ambalo pia linaweza likawa ni gumu zaidi. Lakini tumeona kumekuwa na makubaliano ya msaada wa kibinadamu pamoja na wafungwa wa kivita, kwamba pande zote zimejadili umuhimu wa kubadilishana wafungwa wa kivita, kuachiliwa kwa raia ambao wamekamatwa, kurudisha watoto wa Ukraine ambao wamelazimishwa kuhama pale. Hau ni moja kati ya makubaliano, na katika muktadha wa kivita inaweza kuwa sehemu ya mikakati ya kushawishi pande ambazo zinapigana kupunguza vitendo vya kikatili, lakini pia kusaidia sasa kumaliza hizo sintofahamu ambazo zilikuwa zinaendelea. Na jambo jingine ambalo binafsi nalitazama ni kwamba Marekani na Ukraine pamoja na kwamba zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi hasa katika sekta za madini na nishati. Kwa hiyo Marekani anatumia hii loophole kuweza kupokea au kuchukua zile rasilimali madini ambazo zilikuwa kule nchini Ukraine. Kwa sababu hapa sasa hivi ambacho kitakwenda kutokea ni agreement kati ya Marekani pamoja na Ukraine, hasa Marekani kuchukua ile 50% ya ile rare earth ambayo ina madini katika taifa hilo la Ukraine, na Ukraine watake wastake ni lazima watakubali, kwa sababu hiki ambacho wamekifanya ni mwanzo wa mwisho wa taifa la Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky ameanza kuonesha udhaifu wake wa moja kwa moja kwamba yeye pasipo kuwepo Marekani hawezi kusurvive. Wamekubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30. Kama Urusi watakubali, basi mjue sasa Ukraine pamoja na bwana Volodymyr Zelensky watakwenda sasa kukubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Urusi kwa lazima. Yani hili nalizungumza, watakubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Urusi kwa lazima. Kwa sababu zipi? Kwa sababu moja, kama watasema baada ya siku 30 kuisha hawataki kukaa kwenye meza mazungumzo, Marekani tena atachomoa hivyo vipengele vyake vya ulinzi pamoja na masuala ya ujasusi. Kwa hiyo Marekani wameshagundua udhaifu wa Ukraine upo sehemu gani. Wamepigwa tu spana ya siku moja ile kuanzia tarehe 5, wakasitishiwa, wakachomolewa zile nyaya za intelijensia pamoja na masuala ya usalama na masuala ya internet. Umeona leo wamekubali wao wenyewe, yani wamekubali wao wenyewe. Kwa hiyo jumla, kwa hiyo tamko hili linamaanisha kwamba Marekani na Ukraine wanaenda sasa kwenye hatua mpya ya kidiplomasia na kutafuta amani. Lakini bado kuna hali ya tahadhari kuhusu nia ya Urusi. Ikiwa Urusi haitakubali masharti haya, Ukraine inaweza kuendelea kupokea msaada wa kijeshi kutoka Marekani ili kuendeleza mapambano yake. Na kama Marekani itapeleka msaada kule nchini Ukraine, basi yale mazungumzo ambayo yamefanywa kati ya Urusi pamoja na Marekani, mazungumzo yale yatakatwa na Urusi tena itaendeleza pale ambapo ilikuwa imeishia. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo jambo hili ni gumu. Lakini Urusi nafahamu, mimi binafsi najua inaweza kawa ni vigumu sana kuzungumza kwamba Urusi hawatakubali au watakubali, lakini ninajua Urusi hili jambo wao walisema hawatakubali makubaliano yoyote ambayo yanasukumwa na magharibi bila kuzingatia maslahi ya taifa lenyewe la Urusi. Kwa hiyo kama Urusi itaona mpango huu unaipa faida Ukraine na Marekani peke yake, watakataa moja kwa moja na kuweka masharti magumu. Maana Urusi, mtakumbuka rais wa Urusi bwana Vladimir Putin juzi alipoulizwa alisema Ukraine wamegomea mazungumzo mara nyingi, kwa hiyo ni lazima wapite kwenye njia zetu.
lazima wapite kwenye kile ambacho sisi Warusi tunakihitaji. Mpango huu unasema Marekani itaondoa vikwazo vya kimsaada pamoja na kiusalama na intelligence kwa Ukraine. Hii ina maana kwamba Ukraine sasa itakuwa na nguvu zaidi kijeshi, jambo ambalo Urusi haiwezi kukubali hata kidogo bila kujiridhisha kuwa haitaleta athari. Urusi pia inaweza kuona hili ni kama ni kama mpango wa muda wa kuipa Ukraine muda wa kujipanga kwa mashambulizi makubwa zaidi. Lakini mpango huu haujagusia kuondoa vikwazo vya kimataifa dhidi ya Urusi, jambo ambalo ni kipaumbele kikubwa sana cha Urusi sasa hivi. Kwa hiyo Urusi inaweza kusema hakuna faida kwao kusitisha vita ikiwa bado wataendelea kuzuiwa kiuchumi na kimataifa. Sijui kama mnanielewa. Lakini tamko linasema kwamba Ukraine inataka mataifa ya Ulaya kushiriki katika mazungumzo ya amani. Na Urusi mara nyingi imeonyesha kutokuwa na imani na nchi za magharibi kwa kuwa zinaiunga mkono Ukraine moja kwa moja. Kwa hiyo ikiwa mazungumzo yatahusisha mataifa ya Ulaya yanayoiunga mkono Ukraine, Urusi inaweza kuchukulia hilo kama mpango wa kuihujumu badala ya kuleta amani. Sijui kama mnaelewa hizi hoja ambazo ninawapa. Kwa sasa Urusi inafanya maendeleo katika uwanja wa vita, hasa katika maeneo ya Avdiivka pamoja na yale maeneo ya kule Kursk. Urusi itaona ina faida kubwa katika medani ya kivita, na jambo hili linaweza likaifanya Marekani ikapotea kabisa katika ulimwengu. Na kwa kuhitimisha niwaambie jambo moja. Urusi wenyewe wamekuja na mpango ambao ni mpango kabambe. Kwanza wametoa mapendekezo ya kwamba lazima Ukraine ikubali itambuliwe maeneo ambayo yamedhibitiwa kuwa sehemu ya Urusi. Lakini pia magharibi lazima waondoe vikwazo vya kiuchumi kwa Urusi, lakini wanatakiwa kupunguza msaada wa kijeshi wa magharibi kwa Ukraine. Kwa hiyo ikiwa Ukraine na Marekani haziwezi kuzingatia masharti haya, basi Urusi huenda ikapinga mpango huu na huenda ikaendelea na operation zake za kijeshi. Huu ndio mtazamo wangu. Nafikiri tunasubiri tuone Marekani wao baada ya hili tamko watazungumza nini, lakini watu ambao kwa sasa wanatazama kwa jicho la tatu ni Warusi wenyewe watazungumza nini. Je, watakubali hizi siku 30 za kusitisha mapigano? Hautakuwa mtego huo? Je, rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na wale viongozi wake wamelifanya hili katika namna ambayo wanaona ni namna iliyo bora zaidi, au wanalifanya hili kwa sababu wanafahamu kwamba wanachokihitaji pale nchini Ukraine ni kuchukua ile 50% ya ardhi ya pale Ukraine, ardhi ambayo ina madini adimu. Hii ni Yoma Media Clue. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.